ipo asili ya kabila lako, pia yanaweza jini akaja na akakuingia anayetoka kwenye asili ya kabila lako. Kabila lako upo mzimu, wapo viumbe, wapo majini huko, pia akaingia kwenye himaya yako na akaja akataka mambo. Na hasa tumezungumzia mambo ya twiba, mambo ya uganga, twiba asilia. Kwa hiyo majini hawa wapo wa bara, wapo na wapwani. Na majini hawa wapo aina tofauti tofauti. Tukasema wapo majini kwa ajili ya kufanya twiba, yani majini ya uganga, lakini wapo majini wamekuja tu, wapo na binadamu. Kwa nini majini wapo? Pia tuligundua katika kipindi kilichopita, tukagundua kwamba kweli majini wapo kwa ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu. Tuliona Mungu amesema wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Mungu anasema hakupata kumuumba jini na binadamu isipokuwa kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu. Kumbe Mungu ameumba majini pia na ameumba binadamu. Lakini tukumbuke kwamba binadamu tumeumbwa na udongo, lakini majini wameumbwa na moto. Malaika wameumbwa na nuru ya Mwenyezi Mungu. Ili pia tulijue kwamba jini amepewa uwezo kutembea kwenye hewa, kupita na kupenya popote katika kizuizi hiki duniani hapa. Mungu amepewa uwezo na wala asionekane na binadamu kwa macho ya nyama. Kwa hiyo majini hawa wapo wa uganga na wapo ambao si wa uganga. Na Mungu ametuambia tena katika Qur'ani, amesema kuna kundi moja la majini walisikia Qur'ani ya ajabu ikisomwa na kwanza wakaiamini, pili wakaifuata. Mashekhe wanatuambia kwenye Qur'an, qul uhiya ilayya anna ustama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amana bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kwa aya hizi ama kwa Qur'an hii inatuambia kwamba majini wapo, na tunaamini kwamba majini wapo kwa sababu Mungu mwenyewe ametuambia ni viumbe miongoni mwa viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye kufunga mwaka tuagusia kwamba namna gani unaweza kuwatumia majini. Kama binadamu tunatumiana, tunapeana ajira, imani tunapeana kazi. Wewe kazi na kuajiri, wewe mfanyakazi wangu, niuzie mahindi, niuzie hiki, niuzie kile, nakupa kazi na tunapeana kazi na tunafanya kazi na tunalipana fedha ama mishahara kulingana na kazi. Basi halikadhalika na majini pia wao wanapeana kazi na sisi tunayo fursa ya kuwapa kazi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anatuambia kiumbe bora katika viumbe ambao ameumba ni binadamu. Anatuambia amejaalia katika ardhi hii binadamu kuwa kiongozi, kuwa khalifa. Ijaalu fil ardhi khalifa. Amejaalia katika ulimwengu huu, katika ardhi, binadamu kuwa ni kiongozi. Kwa hiyo pamoja na nguvu walizopewa majini na neema walizopewa majini, lakini bado neema za binadamu ziko juu. Jini bado anazo nguvu zake, lakini hawezi kumzidi utukufu binadamu. Binadamu bado ni kiongozi, jini atakuwa chini ya binadamu. Na hii inaweka wazi baadhi ya watu wana kawaida kusema anafuata majini bwana, anaabudu majini. La, majini hawana uwezo wa kumuongoza binadamu. Binadamu amepewa uwezo mkubwa kuwa kiongozi, kuiongoza dunia katika mambo ya khairati. Na ndio maana binadamu akapewa nafasi kubwa yeye kuwa ndio kiongozi katika dunia. Ila kwa nini tunakuwa nao? Mwenyezi Mungu anasema nimewafanya Waislamu wanawake na Waislamu wanaume wote kuwa ni ndugu. Na kama hivyo ndivyo, wapo majini wanaofanya matendo mazuri, wanayemwamini Mungu, na wapo binadamu wanaofanya matendo mazuri, wanayemwamini Mungu. Wapo wanawake na wanaume,
Hawa wote ni ndugu, na kwa kuwa ni ndugu, Mwenyezi Mungu anasema ndugu hawa huwa wanaamrishana mema na kukatazana mabaya. Nimewafanya kuwa umma bora katika umma zote, ummati Muhammad, kwa kuwa umma huu wanakatazana mabaya na wanaamrishana mema. Kwa hiyo kukatazana mabaya na kuamrishana mema ni sehemu ya ibada, kumfanyia ibada Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu alivyotaka tuamrishane mema. Kwa hiyo mimi leo kama binadamu ninao uwezo mkubwa wa kumwamrisha mema jini ninapomwona jini anapotea ama anapotoka, kumwambia mwana wa jini, hivyo sivyo, la hasha, Mungu hataki. Sio dhumuni la kuja duniani kumtesa binadamu, sio dhumuni la kufanya uadui kwa binadamu, sio dhumuni kuja kumtia ugonjwa wa kiharusi binadamu, kumpindisha mdomo, sio dhumuni la Mungu hilo. Mungu amekutaka uje duniani umwabudu Mungu, ufanye ibada mbalimbali. Acha na tukamlingania jini akaacha kufanya matendo mabaya, lakini akafanya mazuri. Pale umetii na umefanya jambo jema ambalo ameamrisha Mwenyezi Mungu. Lakini pia na majini pia wakija kwa binadamu wakisema fadhakir, tunakumbusha ukumbushe, inna dhikra tanfa'u almu'minina. Kumbusha, Mungu anasema kumbusha, hakika ukumbusho utafaa kwa wenye kuamini. Kwa hiyo tunakumbushana. Jini anaweza akaja akakuta binadamu iko shaghala bagha, tunamwingia dini nyingine kabisa, sio Muislamu, ukashangaa jini akaja akamrejesha akasema nataka mimi ni mjini Muislamu, nataka uwe Muislamu. Mwingine nataka ufanye ibada mbalimbali, umwabudu Mwenyezi Mungu. Sio kwamba anamrisha, anakumbusha yale maneno ya nani? Ya Allah aliyotaka tufanye ibada, wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Anakumbusha, anafanya fadhakiri, kwa kuwa yeye naye ni Muislamu, ni ndugu, na jukumu lake kulingania matendo mazuri ili watu waongoke, wafanye matendo mema, umwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naondoa dhana za watu wanazosema wale wanaabudu majini. Hapana, leo jini ameshuka katika mwili wa binadamu, katika himaya ya binadamu. Anaitwa Abdul Jabbar, mja mwenye nguvu, Maalim Jabbar. Jini huyu amekuja, kazi yake anasema nimekuja kutibabia walimwengu, nimekuja kuwaombea dua watu pamoja na majini. Na kuomba dua, kuwaombea watu mema ni jambo la kheri, kama vile ambavyo tumefanya usiku wa leo. Tumeanzia tarehe 31 mwaka 2025 mwezi wa 12, tumeamkia tumekashana dua mpaka tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tumefanya jambo la kheri, kuombeana dua sisi wenyewe, na tuliombea wengine ambapo hawapo, na tuliombea tutangulia mbele za haki. Kwa hiyo haya ndio matendo mema ambayo Mungu anayapenda kila wakati, watu kuombeana dua za kheri ili Mungu atufanikishie. Na tumekaa kikazi kirefu kumwomba Mwenyezi Mungu atupe neema ya afya njema, atupe riziki, kwa sababu ukikosa riziki mtihani, hata ibada mbalimbali zinashindwa kufanyika. Atupe riziki, tupe kipato, tuweze kutenda mambo mazuri mema, na tufanye ibada mbalimbali za Allah, za kutoa zaka, sadaka, kufanya hija, kusaidia yatima. Kama una fedha hivi vingine huwezi kupata, tumemwomba Mwenyezi Mungu atupe ili tuweze kuyafanya haya mengi zaidi. Kwa hiyo dhana hiyo naendelea kuitoa kwa majini, kwa binadamu, baadhi ya binadamu kusema watu wanaabudu majini. Sikatai, sababu tunasikia baadhi ya watu kweli wanafanya hivyo. Yani wao ni wanaacha kuabudu Mwenyezi Mungu, yani kumtegemea Mwenyezi Mungu. Wanasema jini ndio kila kitu, wanasema jini ndio yeye ndio final say, yani jini, bila jini mambo hayaendi. Mimi niseme watu hao kama wapo, sina uhakika, basi aidha hawafahamu, waangalie klipu hizi na klipu zingine kwamba wanafanya sivyo. Jini katika ulimwengu huu chini ya jua sio kila kitu. Jini ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu ametoa makarama kwa viumbe mbalimbali, ametoa baraka na ujuzi wa tofauti tofauti. Wapo binadamu madereva wa magari, ndege,
meli na kadhalika. Wapo binadamu wajuzi wa fani mbalimbali, pia wapo majini wa fani mbalimbali, wakiwepo majini wengine wa fani ya uganga, dawa na tiba. Kwa hiyo wanapokuja wanasema tunataka tuwasaidie waja, tufanye uganga, tufanye tiba, tushirikiane vyema na binadamu, hawana maana kwamba wao wanaamrisha hapo. Kwa hivyo sisi binadamu tuna haki ya kuwatuma hao majini kazi zetu na mambo yetu, kuwatumikisha. Unawatumikishaje majini? Hapo sasa ndio kuna ilmu, kuna hitajika taaluma. Taaluma utaipata wapi? Njoo kwa Maalim Jabbar ofisini kwetu. Wale ambao wanaonisikiliza wako mbali, watoke watokake waje kwa Maalim Jabbar, tupo Tanzania, jijini Dar es Salaam, Kivule. Panda magari yaendayo Kivule, shuka njia panda shule ya msingi Kivule, waambie bodaboda wakulete kwa Hussein. Hapo utakuwa umefika kwa Maalim Jabbar. Na ukija uje kwa dhamira ya kujua, na utasoma, utapata kujua jini unamtumaje, jini wa aina gani, jini anayekutawala kwenye mwili wako ama majini wowote. Wapo majini unaweza kuwafuata walipo. Wa majini wanaishi baharini, kwenye milima, kwenye mibonde, kwenye miti mikubwa, sehemu tulivu, sehemu za kelele, jalalani, sehemu kwenye manukato na sehemu kunaponuka. Majini wanaishi popote. Kwa hiyo taaluma, jini gani wa kumtuma? Nikamchukue jini wa bahari, nimtume kazi yangu. Nimchukue jini huyu, nimtume kazi yangu. Hapo kuna hitaji taaluma. Kuna mtu amekimbiwa na mwanandoa wake, unaweza kumtuma jini akaenda akamrejesha mara moja. Sababu jini Mwenyezi Mungu amempa uwezo kuingia kwenye misuri, kupita kwenye damu na kuchezea hata moyo wa binadamu. Kwa hiyo una uwezo kumtuma we jini fulani bin fulani, kwa taaluma mbalimbali imehifadhiwa hapo. Unaweza kumtuma akamuingia kwenye moyo wa mtu, kwa uwezo wake Allah, ukasindikiza na dua kidogo, kama ndiyo stamp ya kumpa nguvu ya kumtumia, na vitu vinginevyo ukafanya hapo, vimehifadhiwa. Akaenda akamuingia binadamu na ukashangaa akamrejesha mpaka eneo husika, wakaomba samahani, wakaomba radhi, watu wakarejeana, ndoa ikaimarika. Dhambi kufanya hivyo? Jamani, dhambi hapo? Mkiitikia maana tuko pamoja. Dhambi kwa sababu umetengeneza ndoa. Mtu ana mtu wake kamwahidi kumuoa, kamtolea mpaka mahari wakati mwingine, lakini siku 2-3 ameingia mitini. Ukamtuma jini, rejesha mahaba yao wale watu, mrejeshe ule mtu ili ndoa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, akija mtu tia bakora, akija mtu kuiba mkungu wa ndizi tia bakora, akija mtu kuiba nazi zangu tia bakora, au washindwe kuiba, tunawatumia. Kwa hivyo sio dhambi. Namna gani ya kuwatumia? Hapo ndio kunahitajika elimu kubwa, kwa sababu elimu imehifadhiwa, haitolewi tu hadharani kama vitu vingine. Lakini ukitaka kujua, ukitaka umjuzi, njoo kwa Maalim Jabbar. Utajuaje? Lazima ukija utafuata masharti. Ukiaweza basi Allah akikufanyia wepesi utajua. Ukishindwa kufuata masharti yetu, basi na hiyo elimu utakuwa umeikosa. Kwa hivyo namna ya kumtumia jini wako ama jini yoyote alipo, namna hiyo ipo na njia hizo tunazo, na tunaweza kukuelimisha namna bora ya kumtumia. Naam, kabla sijaendelea, dakika zinasonga mbele, wakati ni ukuta, naweza kutoa fursa sasa kwa mtu kama ana swali lolote aulize, kama pia ana maoni aulize, au kama kuna kipengele hajakielewa basi aseme. Natoa fursa kwa yoyote anyoshe kidole, mwenye swali, mwenye maoni, mwenye kuchangia hoja. Kabla sijatoa fursa kwa shekhe hapa, aseme lau kwa dakika 1.5, na shekhe huyo aseme kwa dakika 1.5. Ama wakati mnafikiria maswali,
basi pia nitoe kwa mashekhe hapa niliokuwa nao ambao nimewatambulisha, niwape dakika moja na wao waseme chochote katika hoja hizi za wajue majini kwa namna ambavyo wao wanafahamu, lau kwa dakika moja. Al-akhi al-Sheikh al-Kabir al-Habib, karibu. Naam. Innal hamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz al-hakim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Sadaqa Allahu ta'ala al-azim. Naam, napenda kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia afya njema mpaka wasaa huu, aliyetutoa 2025 kutuleta 2026 kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tunasema kwa uchache. Na nimshukuru mwenye mji huu, mwenye kituo hiki Maalim Jabal kwa kunipatia fursa hii walau kwa dakika chache kuzungumza. Lakini mimi sitokuwa mwenye kuzungumza, bali ni kusema kwamba niko pamoja na yeye katika yale aliyozungumza, maana ubora wa maneno yakawa ni machache watu wakawa wameyaelewa na kuyafanya kazi, kulikoni yakawa mengi watu wakasahau hata pale walipoanzia mwanzo. Ndipo maana hata na yeye ndio maana akazungumza, akafikia walau kwa uchache, akasema kwanza hapa nisimame nitoe fursa ya watu kuuliza maswali, kana kwamba si kwamba tumemaliza, bali tunaendelea kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Na kwa yale ambayo aliyozungumza tumeyasikia majini jinsi walivyo kama alivyosema, na yote aliyozungumza ndivyo yalivyo hivyo hivyo, hayana uongo, na ushahidi upo, sio katika kitabu cha Qur'ani tupu, hata pia ndani ya Bible ushuhuda wa majini kuwepo upo mwingi sana, yapo maandiko mengi, yapo mengi. Kwa hivyo ni sisi kuweza kusikiliza kwa umakini na kuweza kufuatilia na kuweza kujifunza ukweli kuhusu majini, alimuradi asije akatokea mtu akakuelewesha vibaya ukashindwa kumuelewa, kama alivyosema Sheikh, akasema kwamba tunawatii majini ikawa na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo nisiwe mwenye kuzungumza mengi, niseme kwamba nashukuru kwa kunipatia fursa hiyo kuzungumza kwa uchache, na bado tunaendelea kusikiliza maoni yao. Panginepo katika miongoni mwa maswali watakayokuwa wameuliza yatatulazima na sisi wa pembeni kuja kuyajibu kumbele ya safari. Inshallah. Billahi tawfik, wassalamu alayhi ta'ala alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kigogo hili. Naam, Sheikh al-Kabir al-akhi Makata, karibu uzungumze chochote katika hadhara hii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza namshukuru Mungu kwa neema ya uhai na afya. Lakini pia nashukuru Mungu kwa kualikwa tena kwa mara nyingine, kwa sababu si mara ya kwanza, hii ni mara ya pili tena. Lakini yote kwa yote, nazidi kutoa pongezi kwa ndugu yangu Al-Habibi Maalim Jabari kwa juhudi na mapenzi yake juu ya watu, juu ya wanadamu, ili kupata kutufungua masikio na kufungua ufahamu wa akili juu ya viumbe majini na hila zao. Na miongoni mwao madarasa kila siku anaelezea kuna walio majini wazuri na kuna ambao ni majini wabaya. Dhumuni na lengo lake ni kutaka wewe kutambua
athari za jini mbaya na faida za jini mzuri, ili ukikaa ukiona una dalili za jini mbaya, basi ufanye hima kukimbia kwa wanaojua, kucheza naye ujini mbaya, kina Maalim Jabari, ili aondolewe katika mwili wako. Na hata kama una dalili za jini mzuri, hivyo hivyo ukimbie kwa wanaojua, kina Maalim Jabari, ili uweze kupata faida ya kumtumia na Mungu akufungulie katika hayo. Kwa hiyo sina mengi ya zaidi ya kuendelea kumpongeza, na pia namuhusia ndugu yangu asichoke, azidi kutupambania, kutufungua masikio, kutufungua macho tuone na tusikie, na uelewa wetu uzidi. Ila kipindi pia nawasihi tuzidi kufuatilia kwa wingi kila kipindi kinachotoka, tuhamasishane sisi kwa sisi, ili tuzidi kuyajua mengi kuhusu viumbe majini na hila zao, ili tuzidi kung'amua mengi kuhusu majini wabaya na wazuri. Itakuwa faida kwetu ili kutuepusha na maovu yao wanaotufanyia, sababu kuna wengine wana madudu mabaya, wanafanya mambo ambayo katika jamii hayaeleweki. Kwa hiyo tukishafuatilia kwa uzuri, tutajua dalili zao, kitu ambacho kitatufanya wepesi sisi kujigundua na kugundua waliokuwa karibu yetu kwamba huyu ana tatizo la jini fulani, anatakiwa apate tiba au dua kwa mtu fulani. Kwa hiyo itatufanya wepesi sisi kujitibia kwa wepesi zaidi. Lakini yote kwa yote, nampongeza ndugu yangu. Alhamdulillah, Mungu akuzidishie. Shukrani Sheikh. Na uzidi kuendelea kwa moyo. Asante. Inshallah. Asante. Naam, tumemsikia Sheikh Kabir Muadham, Sheikh wetu huyu, kwa maneno mazuri ambayo amekokoteza. Naam. Nani mwenye swali? Niliona kuna mtu kanyosha kidole. Miongoni mwa viumbe ambavyo wanaingia kwa binadamu kwa muda ambao wanataka wao, hawaangalii jinsia, hawaangalii umri, lakini pia Mungu katupa upeo sisi binadamu wa control majini sisi tutakavyo, kutokana na ile ndio nimepatia. Lakini swali langu, kwenye jamii inaonekana kwamba kuna majini wanaingia kwa binadamu kwamba ni majini wachafu. Sasa ikiwa binadamu tuna uwezo kwa kumtoa majini, sasa kwa nini hao majini wachafu wanaingia kwa binadamu? Inapelekea binadamu wanafanya vitu ambavyo kama si hapa ambao wamezungumza, wanafanya vitu ambavyo si sawa kwenye jamii, afu inaonekana ni matatizo. Ikiwa tu binadamu wana uwezo kwa kumtoa majini, haijalishi kama mtu ana elimu au hana elimu. Salamu ni hiyo. Asante ndugu muuliza swali. Zungumza kwa uchache katika majini. Kama tulisema, wao ni viumbe, ni miongoni mwa viumbe vya binadamu wa Mwenyezi Mungu vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Na majini hawa tupo nao ndani yake. Wapo majini wanafanya matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu, na wapo majini wanaofanya matendo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu. Wapo binadamu wanafanya matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu, wapo binadamu wanaofanya matendo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu. Majini ambao wanaoingia binadamu, kuna hali kuu mbili za kuingia majini wabaya. Wapo binadamu wanakwenda kuwaomba majini. Tulisema elimu ya kuwatumia majini. Wapo watu wana elimu ya kutengeneza majini, sio kutengeneza, kuwatumia majini vibaya ama kuwatumia majini vizuri. Chombo chochote unachokiona hapa duniani ama kiumbe au kitu chochote, kukitumia vizuri ni jukumu lako na kutumia vibaya ni jukumu lako. Ikiwa ukachukua mahindi ukatengeneza kilevi, kilevi hicho kinakuwa ni haramu, ni jukumu lako ama jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu. Lakini mahindi hayo ukatengeneza chakula ukila, si haramu. Hapo ni matumizi ndio tofauti. Kwa hiyo wapo majini wanatumiwa na binadamu vibaya, na hapo majini wanatumiwa na majini wenzao vibaya. Mfano, binadamu akaenda kumwita jini, uwezo kwa sababu ndo ana control, nataka jini huyu
akamwingie bwana kisoma, amvurugie mambo yake, au ampige, Mungu aepushie mbali, mfano tu isiwe kweli, kwa kuwa dua tumeomba hapa na haitakuwa kweli, Mungu amuumize huyu, amvuruge, afanye mambo mabaya. Simeshaona yule jini, kwa sababu katumwa na mtu mwenye kumcontrol, mwenye uwezo wa kujua, fundi. Akija kwako anakuingia, anakutia maradhi, anakuumiza na mambo yanakuwa mabaya. Huyo ni jini ambaye ametumwa na binadamu mwenye uwezo. Binadamu, kumbuka, amepewa uwezo wa kuongoza. Hii ni khalifa, ni kiongozi, kuongoza vitu vyote duniani. Umeshaona? Japokuwa unaongoza hata maji, lakini yanaweza yakakuua haya maji au yakakudhuru, aidha kwa kunywa, kwa kuogelea, ama kwa vyote, lakini yakakudhuru, japo na ya control. Haina maana kumiliki kitu au control kitu kisikupe faida ama kishindwe kuathiri. Umejenga nyumba yako mwenyewe kwa mkono wako, kwa gharama zako, lakini inadondoka tofali na kupiga na kuangukia. Umeupanda mti, ule matunda yanatoka dafu na kuangukia na kuumiza. Kwa hiyo haina maana kwamba kucontrol kitu kisikupe athari wewe. Athari inategemeana na ulivyo ukaa, lakini pia yote yanategemeana na kudura za Mwenyezi Mungu. Wanasema Mwenyezi Mungu hakujalia kitu chochote isipokuwa kwa uwezo wake. Ukiona jambo limekukuta, basi kwanza sikuvuta subira, pili ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ama ni mpango wa Mwenyezi Mungu likukute. Na limekukuta hilo, Mwenyezi Mungu ana mpango wake, inawezekana amekunusurisha jambo baya kubwa zaidi kuliko hilo ambalo limekukuta. Simeshaona kwamba unaumwa ni ibada. Unaumwa, kuumwa ni ibada, lakini hoi, ya Rabbi, naomba ibada hii, naumwa naitumikia, nipone. Si ndio? Lakini pale ni wote ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Unaumwa na unapona pia kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Haijalishi umekula mzizi, umekula kombe, umekula dua au umekula vidonge hivi vya hospitali, lakini umepona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu huyo huyo akitaka usipone hata ule nini, na hawezi kupona. Lakini kwa kuwa Mungu amesema fad'uni lastajib lakum, niombeni nami nitakupa. Kitendo cha kuchukua dawa ukanywa yoyote ambayo dawa hii inatibu ugonjwa huo, hiyo ni dua. Dawa Kiswahili, dua Kiarabu, dawa Kiswahili chake maombi. Dua Kiswahili chake maombi. Unapochukua dawa ukameza, unapochukua mzizi ukachemsha ukanywa, kombe ukanywa, pale umefanya maombi kwa Mwenyezi Mungu. Kitendo kile cha kunywa dawa ili upone, umwambia Mungu, naomba uniponeshe, sababu umekunywa dawa. Kwa hiyo majini wabaya wanaingia kwa kutumwa na binadamu, lakini majini wabaya wanaingia kwa kuvamba tu, kwa kuwa yeye ni mbaya, asili yake ni mbaya tu. Kwa hiyo anakuja kufanya ubaya, na mbaya hana sababu. Kwa hiyo yupo jini wa kutumwa moja kwa moja hajaathiri, yupo jini wa kumvamba, lakini yupo jini ametumwa kwa mtu mwingine kwa saa ile. Hapo kuna elimu. Amekukuta wewe unazubazuba, yule aliyokusudiwa hayupo, kikumbo. Kumbe ina kwa sababu ya kunusurika yule. Wewe nguvu yako kubwa kikuingia wewe, unaweza ukaimili ukatembea na ukaenda kujishughulikia. Kumbe angempata muhusika mwenyewe, angedondoka chali na angepata madhara. Mungu anatumia kuepusha, inapitikana masaa tu, yule anachelewa kukatiza, akatiza mtu mwingine. Yule anapigwa kikumbo, yule ananusurika. Anashangaa, anaitwa bwana mchawi kategwa kakosekana. Mungu amemnusuru alisimpate. Kumnusuru kwake limpate fulani uwezo wa kuhimili nao, wa kuzuia ile tatizo, na akaweza kushughulikia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waja'alna likulli shay'in sababa, Mwenyezi Mungu anasema amejalia kila kitu na sababu yake. Kwa hiyo majini hawa, hata hawa wazuri hawamuingii, wazuri hawaingii katika mwili wa binadamu. Hiyo somo lingine itakuja kulielezea mbele. Ila jini mbaya ndio anayemuingia binadamu mwilini mwake na kumfanyia vitendo vibaya. Au majini mpaka majini mahaba, wako kutumwa na wapo kuvamia. Lakini yupo jini cheketu,
tumemzungumza. Yupo jini anatumwa kwa mnasaba akuingie, anapokuingia akuingize kwenye kundi. Yupo jini cheketo anakuvamba tu kwa sababu yeye ni mwanga na anataka kuingiza katika wanga. Anapoingia akuingize kwenye kundi na ameona nyuma yako kuna nyama nyingi. Nikisema nyama mtakuwa mmeelewa kwamba yule ana nyama pale, tukiingia kwenye kikundi tukao barabara atatusaidia. Katika kundi gani? Kundi la wanga. Kwa hiyo lazima majini akuvae kwanza, akuzoeshe. Ukiwa mbishi utaki, maana yake unapata maradhi wewe, matatizo familia, maisha yaendi, riziki zinagoma, kila jambo unalofanya liko la hovyo. Ili mradi ukubali ndo mambo yataachia. Sasa mwingine tena na utawala, hataki, ana mizimu mikali, ana majini, ule jini anapata tabu kufanyaje? Anapata tabu kumuingiza katika kazi ile, ndio anapata madhila. Mara anaumwa tumbo, mara kiuno, mara sio kitu gani, anachoshika kishikiki kinapuruchuka. Kwa hiyo akija kwa Maalim Jabbar akionekana biidhnillah, sisi ufumbuzi wetu wa hawa majini mabaya ni ufumbuzi wetu ni kumtoa katika mwili wa binadamu, na hawa majini wazuri ni kumweka sawa sawa, kumpunga. Nitakuja kueleza nini maana ya pungo kipindi kijacho. Ni kumpunga na kumweka katika hali ya kuwa sawia, kufanya majukumu yale aliyokuja nayo. Nafikiri swali nimelijibu kwa upana wake. Kama kuna nyongeza ambayo hujaelewa, ruksa kuiulizia. Nani mwingine ana swali? Maswali nafikiri yamekwisha, lakini pia natoa fursa wakati mwingine anaweza kushindwa kuuliza swali hapa mbele ya hadhara, mbele ya leki ya watu au mbele ya kamera, basi natoa fursa kuja private kuniuliza tukiwa wenyewe na nitakupatia majibu. Na mpenzi mtazamaji wa channel yako bora kabisa, channel yetu hii ya Maalim Jabbar, kama ni mara ya kwanza kuipitia channel yako hii, basi nikuombe ukifika usubscribe, like na comment na ushare. Na tunakuomba ukitaka haya na mengine mengi, basi njoo kwa Maalim Jabbar utayapata. Unaweza kuwasiliana na Maalim Jabbar moja kwa moja kwa nambari yangu ya simu ya mkononi ya 0713670998 na 0767670998. Unaweza kunipata Facebook kwa jina la Hussein Hussein, Instagram Hussein Hussein, YouTube Maalim Jabbar TV. Nyote mnakaribishwa. Wabillahi tawfiq.